Kwa majina anaitwa Daniel Maneno. Mimi nilikuwa ni mtu mkulima tu kijijini. Hali yangu ya maisha ilikuwa ni masuala ya kilimo, kutegemea mvua ndio tupate riziki. Baada ya kuhitimu elimu yangu, basi kuna rafiki yangu jirani pale alikuwa anafanya kazi stendi ya mabasi. Hali ya uchumi nilikuwa nikiona pale nyumbani kwao ni tofauti na pale nyumbani kwetu. Basi kupitia huyo rafiki yangu nikakaa naye, nikamdadisi, akanambia bana, stendi tunapata riziki. Basi ndipo nilipopata busara kuaga wazazi wangu na kuja mjini kuangalia hii kazi anayofanya rafiki yangu. Ni kweli siku ya kwanza nilipofika niliona riziki kwa kweli ipo. Nikaona utaratibu wa stendi ni utaratibu mzuri ambao ni heshima tu ambayo inatakiwa katika masuala ya kazi. Lakini masuala ya riziki na hali ya kiuchumi ilianza kubadilika ndani ya mwaka ambapo mtu anapata riziki yake kama kawaida. Changamoto wakazipo na changamoto tunazipitia sana sisi hapa stendi ni nyingi. Kudharauliwa na watu ambao wanaoshuka kwenye basi tunawapokea na kuwapeleka sehemu husika kwenye usafiri. Kuna majibu ambao si mazuri kwa kweli. Bila kwa sababu najua nimekuja kutafuta nini, watu wale haipaswi mimi nijibishane nao. Na uzuri zaidi serikali ya Jamhuri ya Muungano imeanzisha mfumo wa vikundi. Lengo ni kusaidiana ama kukaa katika misingi ya serikali inayotaka. Ndipo tulipoanzisha kikundi chetu cha umoja wa mawakala wa vikundi hii stendi ya Nyamongolo. Kikundi hichi kinachohusisha na usafirishaji wa abiria na nidhamu ya hali ya juu ambao serikali iketusimamia, lakini tukaona hapana. Serikali na majukumu mengine, sisi ni watu ambao tunajitambua, tunajua hapa ni sehemu ya riziki, hakuna sababu ya kuumiza vichwa maskari, si watu gani kuja kutusimamia. Ndipo tukaanzisha mfumo wa vikundi. Vikundi hivi kuna viongozi kadhaa ambao tumewachagulia kwa kula za hadharani, ambao kwa uhakika mpaka usajili wa katiba wameipitia, wameona tuna malengo mazuri. Na malengo ni kusaidiana kiuchumi, ambao kila serikali pia inapiga kelele kwamba kila mwana Tanzania tuamke, tutoke kwenye mambo ya kale ya kusubiri mpaka baba kutafutie kazi, sui kaka kupeleke wapi. Wewe kijana ukishajitambua, basi ni vyema zaidi ukaamka. Na wewe unaamka vipi? Kulikuwa na fujo zinatokea, lakini tukaweka tuone kwamba tutumie fursa hii kujiwekea utaratibu wa kupokea abiria bila kubuguziwa. Lakini hapa pia kuna fursa ambazo tunapata riziki kutoka kutusaidia katika maisha yetu. Kwa hiyo mwanzoni tulikuwa tunafanya kazi tukawa tunafukuzwa, kazi yetu ilikuwa inadharaulika, lakini kwa sasa hivi tunapata kitu ambacho tunapata riziki na tumejiwekea utaratibu ambao kweli abiria wanapenda tufanye kwa utaratibu mzuri. Tunapokea abiria moja, abiria anaenda kwenye gari. Kweli hali yangu ilikuwa sio nzuri, nilikuwa nafanya kazi sehemu nyingine, nikaambiwa na wenzangu kwamba hapa kuna fursa, nikaona ngoja nijiunge, na kweli fursa ipo. Kipato nilichokuwa nakipata ni tofauti na ninachokipata sasa hivi. Sasa hivi familia, watoto, nimehamisha watoto wangu shule ya msingi ya serikali, nimepeleka private. Hapa au kuja watu hapo wote. Kuna mimi kama mimi kwa kweli hali yangu ilikuwa sio nzuri, nilikuwa nafanya kazi sehemu nyingine, nikaambiwa na wenzangu kwamba hapa kuna fursa, nikaona ngoja nijiunge, na kweli fursa ipo. Kipato nilichokuwa nakipata ni tofauti na ninachokipata sasa hivi. Sasa hivi familia, watoto, nimehamisha watoto wangu shule ya msingi ya serikali, nimepeleka private. Kwa hiyo hapa kuna kipato ambacho kiko vizuri, na hata mwingine ambaye hayupo hapa tunamkaribisha. Na pia serikali yetu tunaomba watuongeze magari. Mabosi wale mabosi kama Nyegezi za kwenda wapi watuletee magari. Abiria hapo wapo, na tunakaribisha na wengine ambao wanaona kama walikuwa na dharau stendi. Hapa ni pazuri tu, unafanya kazi kwa heshima, kuna watu wana familia zao, kuna wazazi tunawasaidia kupitia hii stendi. Sawa. Naitwa Manga Marwa Rashidi, ni wakala wa basi hapa Nyamongolo. Matarajio yetu makubwa ambayo tunatarajia. Matarajio yako wewe? Matarajio yangu mimi binafsi ambayo natarajia kwa sasa ni kufanikiwa kutoka kwenye hatua mbaya za kimaisha kufikia malengo yangu ya kiuchumi. Ina malengo kadhaa ambayo nimewekeza. Kwa hiyo ili niafikie malengo ni kutimiza wajibu wangu kwa uhakika. Tumeiona fursa ndani ya Nyamongolo. Nashukuru serikali yetu imeiona kwamba hawa vijana wamechungulia fursa, wametupatia nafasi ya kutulinda, kutetea na kuhakikisha tuko hapa tunafanya shughuli zetu. Kwa hiyo naamini kutoka moyoni nitatimiza matarajio yangu yote. Ninahitaji kuwa na nyumba, ninahitaji kuwa na mambo mengine muhimu kwenye maisha yangu. Nina watoto na familia. Kwa kupitia ajira hii nilionayo hapa au hii kazi ninayoifanya ya wakala ndani ya Nyamongolo stendi, naamini matarajio yangu yatatimia. Niwaombe vijana wenzangu
wanapoichungulia fursa eneo lolote wahakikishe wanaifanya kwa uhakika na kwa kujitoa sana, na kuhakikisha wanashirikiana na serikali ili maeneo wanaoshughulikia au wanaofanyia kazi yaendelee kuwa na utulivu na amani ndani ya nchi. Kwa hiyo tunatarajia mengi sana kutokea Nyamongoro stendi, lakini ninaomba pia serikali ile kupitia Clouds Media, tunaomba serikali yetu ya Ilemela na ya Jamhuri ya Kikundi chetu sasa kina miaka 10, tunahitaji tupate mkopo wa kuhakikisha tunafikia matarajio yetu. Tunataka tupate mkopo angalau kama wataweza, kama serikali yetu tunavyoomba. Vikundi vingine vimewezeshwa magari na sisi tuna uwezo kusimamia hayo mambo. Tuna viongozi makini, tumefanya uchaguzi muda ulioisha mwezi mmoja uliopita, tumepata viongozi wapya. Tunatamani watufikishe kwenye malengo ambayo tunataka tuyafikie sisi vijana. Tunafikieje malengo yetu? Tunataka serikali na yenyewe ihakikishe vijana hao ambao wako stendi wahakikishe na wenyewe wako kwenye biashara ya usafirishaji, watupatie hata gari 2 tunaweza tukazilipia kwa muda ambao tutakubaliana na serikali. Aidha ni benki, aidha ni mikopo ya halmashauri, aidha ni serikali yenyewe kupitia waziri wetu mkuu Mwigulu Nchemba, na kuona sana huko unaongea na Wanatanzania wenzangu. Tunaomba uje Nyamongoro, lakini tunaomba tunalituma kwako kupitia Clouds Media Group. Tunahitaji tupate mkopo mkubwa ambao utatuwezesha na sisi kufanya biashara ya usafirishaji, ambapo itakutokea changamoto ndani ya serikali, sisi kikundi kitasimama na serikali kuhakikisha usafirisha abiria kunaendelea kuwepo bila mgongano wa maslahi kwenye jamii yetu. Tunaiomba sana serikali yetu. Mimi niombe tu serikali ina wajibu mzima wa kuhakikisha haya yote yanayofanyika kwenye jamii, hasa maeneo ambayo yanaonekana yana vurugu, wao wayasimamie kwa ujumla. Tumeona watu mbalimbali wanatambulwa, lakini watu wa stendi tumeachanizwa bila sababu. Tunaomba serikali igundue ile ni fursa. Hata wamejenga majengo ya kisasa na vijana tumejitokeza, tuko hapa na matajiri wametupatia ajira. Wanapotupa ajira, basi serikali ione ni fursa kubwa kwao kuhakikisha vijana hao wanafanya kazi, na sisi tunaomba kundi letu la mawakala nchi nzima litambulike rasmi. Hilo ndio ombi langu kwa serikali yangu. Naitwa Peter Maira, mimi ni mwenyekiti msaidizi muungano wa umoja wa mawakala Nyamongoro stendi. Kwa kweli umoja huu toka uanzishwe mwaka 2016 iliundwa tarehe 1 mwezi wa 7. Tangia hapo tulikuwa tuna changamoto, kwa sababu kipindi hicho changamoto ilikuwa kubwa sana ndani ya wafanyakazi wa stendi. Tulikuwa tunatambulika kama stendi, kwa kweli watu walikuwa wanapata tabu sana, wanafukuzwa na maaskari. Sasa tukakaa chini tukasema bana, ili sasa tuondokane na hii hadha, inabidi tuunde umoja ambao unaweza ukaleta tija kwa jamii kwa ujumla. Na wengi walikuwa wanaamini sana kwamba mpiga debe ni mtu ambaye ni wahovyo, mlevi, mtu ambaye hajielewi. Kwa hiyo ilikuwa na changamoto sana kuhusu swala letu la debe, kwa sababu tulikuwa tunatambulika kama wapiga debe. Sasa baada ya kuunda umoja wetu, kwa kweli tumeondokana na ile hali. Watu kwanza ni smart, kama ulivyokisha kuwahoji baadhi ya wana umoja. Sasa hivi yani tuna utaratibu mzuri sana kwenye umoja wetu, na utaratibu tulionao tumejiwekea utaratibu mzuri. Yani hata abiria akifika kweli stendi ya Nyamongoro anajisikia kama ya watu tofauti ambao muingiliano wao kila mmoja na tabia yake, lakini tumeweza kudhibiti hilo kwa sheria ambazo tumejiwekea sisi kwenye umoja wetu. Ukigundulika wewe labda una tabia ya wizi ndani ya umoja wetu, unapewa siku 30 za kwenda nyumbani. Yani hata ukiiba kalamu ya mtu, hata ukifanya kitendo chochote ambacho sio kitendo ambacho ni rafiki kwa jamii. Kwa hiyo tumeunda umoja kwa ajili tunasaidia abiria, kwa sababu hapa hivi unaweza kukuta labda abiria amekuja, pengine ajui anapanda gari gani na inaelekea wapi, hajui. Kuna abiria ambaye hajui chochote, anapofika stendi ya Nyamongoro atapata msaada. Pia tunawahudumia wahitaji. Mtu labda amekoswa nauli, amefika stendi ya Nyamongoro, tutamhudumia mpaka atafika anapoenda. Kwa hiyo ni fursa nyingine ambayo tunasaidia jamii, kwa sababu kuna watu wahitaji, kuna walemavu, kuna mtu ambaye ameibiwa, amepata changamoto, ameibiwa labda nauli, lakini anapofika hapa hivi lazima apate msaada. Kwa kweli kuhusu tija na kuhusu hata tumepitia changamoto hivi karibuni. Miaka ya hivi karibuni tulipitia changamoto kubwa sana ndani ya
ya stendi, na tulikuwa tuna changamoto kubwa sana kama nilivyokwisha kueleza, kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunafukuzwa na maaskari, yani watu walikuwa waeleweki, watu wachafu. Sasa hivi kwa kweli tumerudi katika standard yani tunaonekana kama watu, kwa sababu hapa kuna watu wamemaliza mpaka chuo kikuu wako hapa na wanafanya kazi hapa hivi. Kwa hiyo ni fursa mojawapo ya kuipa mzigo serikali kuhusu soko. Sasa hivi soko la ajira ni ndogo sana serikalini. Kwa hiyo sasa hivi kuna watu wanaamua kujiajiri kupitia stendi. Sasa changamoto iliyopo, changamoto ambazo bado wapo watu ambao wanaweza wakaleta changamoto za hapa na pale, lakini tunawadhibiti vizuri ili waendane na kanuni zetu na sheria zetu tulizojiwekea. Kwa hiyo tunaenda tunatunza mabegi yao, then wakitoka kuna wengine wanapoteza mabegi yao kwenye ice labda wanashusha pale, unakuta amejisaulisha, tunachukua yale mabegi, hata mali yoyote ya abiria anapoingia stendi. Kwa hiyo abiria na waasa sana abiria wanapokuja katika stendi yetu ya Nyamhongoro wajisikie amani, ni mahala sahihi, kwa sababu watu wa stendi wa Nyamhongoro sasa hivi, yani hii ni fursa kama fursa zingine, na hapa tuna wasomi, tuna watu wa aina mbalimbali. Kwa hiyo hao watu tunawapokea vilivyo, kwa sababu tunapowapokea kabisa, yani wasije wakajihisi kwamba stendi, ukifika stendi yoyote kwamba wapige, kwa sababu wanatumia lugha ya wapiga debe. Sisi sasa hivi tunajiita maafisa usafirishaji, tunajiita maafisa. Kwa hiyo anapofika ajue kabisa yuko mahala sahihi. Kwa hiyo anapopokelewa, labda anapoulizwa labda na wakala kwamba bana anaweza akasalimiwa labda abiria, lakini akaulizwa unaenda wapi, wawe tayari tu kujibu bwana mimi naenda sehemu fulani, atapewa gari sahihi na inayoenda sehemu fulani. Kwa jina naitwa Godsos Mkama Igubo, ni meneja wa stendi ya Nyamhongoro. Kiuhalisia utendaji wetu wa kazi, tunashirikiana na wadau mbalimbali, taasisi za kiserikali, taasisi binafsi pamoja na vikundi ambavyo vipo hapa vikifanya kazi pamoja na sisi. Miongoni mwa hivyo vikundi kuna mawakala wa mabasi ambao ni wasaidizi katika kuhudumia abiria, kuhakikisha kwamba wanapata tiketi na wamelipa kihalali kwa ajili ya safari. Kuna makundi mengine kama wabeba mizigo hawa maarufu kama kikundi cha watu wa toroli, kuna kundi la wamachinga, kuna kundi la wafanyabiashara wakubwa na kadhalika. Makundi yote hayo ni chachu ya mafanikio na kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja, kipato cha uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa ajili ya kupata tiketi ambazo wanalipia kulingana na kiwango kilichopo na kilichopendekezwa na mamlaka zinazosimamia usafiri. Okay. Naam. Kwa ujumla makundi yote haya yamejikita katika uongozi, na maana haya makundi yana viongozi wao, na sisi kama viongozi wa serikali au kama meneja msimamizi wa stendi hapa, sio rahisi kudili na mtu mmoja mmoja. Mara nyingi yale makundi na viongozi wao ndio wanaowasimamia wale, kwa maana ya nidhamu, ulinzi na usalama, na lugha zozote zile za matusi na nini wanakuwa wanasimamiana wenyewe kwa wenyewe, kwa maana ya kwamba wanakuwa ni walezi wazuri kwa maana ya viongozi wao, na linaposhindikana inaonekana kwamba mtu ni mkaidi wa zaidi ya mamlaka inayowasimamia, akifikishwa kwenye uongozi wa tunachukua hatua ambazo ni ngumu kidogo. Neno la kuambia vijana na kuwahusia ni kwamba wazingatie maadili ya kazi na heshima katika kazi iwepo. Kikubwa ni uadilifu, kuzingatia amani na utulivu wa stendi yetu, na kujiepusha na matendo ambayo yanaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Sawa, nashukuru sana.